Tukigeukia upande wa juzi hapa usha launch Rashid Abdalla Super Cup, and by the way imekuwa inafanya vizuri sana mpaka sasa hivi. Labda kama unaweza kutubrief ya mwaka huu, mipango ikoje na nini ambacho unahitaji watu waweze kufahamu? Nafikiri draw ilifanyika na sasa hivi tarehe 11 ndio itakuwa ligi inaanza rasmi. Tarehe 11 mwezi unaokuja ndio ligi itakuwa inaanza rasmi katika viwanja ambavyo tumeweza kuviratibu. Uwanja wa Primary pale shule, kuna uwanja wa Mkokoni shule, kuna uwanja wa Denmark, uwanja wa nyumbani, na pia kuna stadium ile pale Kombani. Hivyo ni miongoni mwa viwanja ambavyo vitakuwa vinatumika katika hizi mechi za kuanzia makundi, alafu Rose kiwa hai. Tukifika Disemba tarehe 20 finali itakuwa tunaifanyia katika stadium yetu pendwa ile ya Kwale. Kwa hiyo ni muendelezo wa kile ambacho tumekianzisha miaka 6 iliyopita, na sasa hivi utofauti ni kwamba tumejumuisha timu kutoka kaunti 4, Tana River, Kilifi, Mombasa na Kwale. Kwa hiyo tunatarajia ushindani mkubwa tu, na pia vile vile tumeweza kuweka sheria ya umri kwamba wachezaji watakaocheza ni wachezaji ambao hawajazidi umri wa miaka 25. Lengo na madhumuni ikiwa ni kuhakikisha kwamba tunatafuta umri sahihi ambao una maisha marefu katika kipaji cha soka, kwa sababu huo ni umri ambao mtu akichukuliwa na maisha marefu katika uwanja wa soka, na ni umri ambao kitaalam katika umri wa miaka 25 kwa 23. Maana tunaposema under 25 ni kwamba hata wa 16 kama ni mzuri atapata nafasi, lakini ndio umri ambao kwa viungo na nini mtu anaweza kutengezwa na mkufunzi kwa kile ambacho mkufunzi anaona. Ukiangalia wachezaji wengi, ukisoma katika bio zao utasikia alianzia kama defender, akabadilishwa akaletwa kama striker. Kuna mwingine alianza kama striker akaletwa kama midfield, akafanya nini, kwa sababu hiyo ndio age ambayo unaweza kutengenezwa. Kwa hiyo ukichukua age kama hiyo ukampeleka katika ligi kuu, unaweza kwa nyinyi huku mmemwona kama ni defender, lakini kocha ambaye kweli amempenda anaweza kumtengeza mchezaji huyo akawa mchezaji wa kiungo chochote kile na kachangia. Kwa hiyo nafikiri tumelenga sana umri ili kufaidisha wachezaji, umri ili kuwauza wachezaji wetu, sio kuwauza kwa hela, lakini kuwanadi ili vipaji vao viweze kuonekana. Kwa sababu juzi katika draw tuliona wachezaji ambao kupitia Rashid Abdalla Super Cup, mmoja na ako Nairobi United, mwingine ako Mara Sugar, mwingine ako Bandari, mwingine ako Ulinzi. Umeelewa? So inakuonesha wazi kwamba inawezekana, na wote wamekuwa spotted kwa Rashid Abdalla Super Cup. So ni platform ya vijana waje wajitume, watie bidii, jamii jitokeze kushabikia timu zao, alafu tumwachie Mwenyezi Mungu afanye mambo yake. Naam. Umetaja kwamba sasa hivi umehusisha kaunti 4. Unajua mwaka jana last time walikuwa wamelalamika sana watu wa Kilifi kwamba bora tuhusishwe na sisi tunapenda sana. Ndio umefanya hivyo ili kuajibu, ama labda ilikuwa ni mikakati tayari iliyopo? Nilisema mimi mwenyewe hata kabla, ukiangalia katika hizi editions zote ambazo zimefanya, niliwaambia watu kwamba nina lengo siku moja hii ligi iwe ya Pwani nzima na ikosekana itoke, lakini nikanatoa kikwazo kimoja: waniombe tutie nidhamu kiwanjani na mechi zetu ziwe na shime kiasi cha kwamba zivutie wafadhili wengi, kwa sababu bila wafadhili hatuwezi fika sehemu za mbali. Bila wafadhili hatuwezi kuishirikisha kaunti nyingi. Kwa hiyo tukipata wafadhili wengi wamekuja na wakatuwezesha kwa hali na mali, kila mtu anaweza kusaidia, kwa sababu huu msimu huu tuliwaambia watu watume maombi ya kutaka kushiriki. Cha kustajabisha, kuna timu zimetoka maeneo Ukambani, zimetoka maeneo Isiolo, zimetoka maeneo Nairobi, kutoka sehemu za mbali kutaka kushiriki. Kwa inamaanisha kwamba watu wanapenda kitu ambacho jamii inafanya, maana sio Rashidi peke yake, ni jamii kwa ujumla inafanya. Kwa hiyo tumefika Kilifi, Tana River, tuombe Mungu tuwezeshwe na wafadhili, tutoke tuingie Lamu, tuzetu Taveta pole tu, mdogo mdogo, tukitoka hapo tu songe tukisonga. Naam. Rashid Abdalla Super Cup mwaka 2026 imekuja wakati ambapo World Cup pia inafanyika. Naam. Labda World Cup inasababisha changamoto yote katika kufanikisha Rashid Abdalla Super Cup, ama mipango yote iko sawa? Mipango yote iko sawa. Kumbuka kwamba hakuna ligi ambayo ni aiba ya juu zaidi kama kombe la dunia. Na ukiangalia ile kombe la dunia ndio kama darasa ambalo tunakwenda kuangalia vipaji ambao tunavyovijua na vipaji ambao hatuvijui. Ukiangalia watu wengi wao wanaojua wachezaji ambao wanacheza ligi zile kuu kama za Uingereza, ukienda kama ligi kuu ya Ufaransa, ukienda kama
ligi kuu ambayo inaendelea Serie A Utaliano, ukaenda Bundesliga Ujerumani na baadhi ya ligi ambazo sasa hivi zimekwenda huko nchi za milki za Kiarabu, lakini tunapata kwamba kuna timu zinachukua wachezaji wa nyumbani ambao wengi wa zile ligi hawaziangalii. Tunapata surprises pale ndani. Kwa hiyo hawa vijana pia wanapata nafasi ya kuvutiwa na ile michezo, kujifunza katika ile michezo. Kwa hiyo nafikiri ni wakati mzuri, vijana wanaangalia mechi za kombe la dunia huku wakiwa wanaingia katika kiwanjani. Ukiangalia pia muda ambao mechi zinachezwa au itilafiani, kwa sababu mechi za kombe la dunia sana mida ya saa 1, saa 2, kuna mechi za saa 5, kuna mechi za saa 7 usiku, kuna mechi za saa 10 usiku. Kwa hiyo nafikiri haitilafiani, lakini ni platform nzuri ya watu kwenda kuangalia idols wao, wale watu ambao wanawapenda, role models wao wale ambao wanawapenda, washabikie timu zao na wajaribu kuimplement kile ambacho wameona katika wale wachezaji ambao wanashabikia. Naam. Kwenye World Cup mwaka huu pia kuna mabadiliko mengi na sheria mpya ambazo zimeongezwa pale, ambazo watu wengine pia wanahisi kwamba ziko strictly sana. Sijui pia zimeapply pia katika Rashid Abdalla Super Cup, mambo labda na kurusha mpira sijui haraka kuna kuchelewa nini. Vipi iko? Unajua maishani bro, kwa chochote sio tu mpira, maishani popote binadamu sisi tunakuwa wazito. Sote, hata mimi nakuwa wazito wakati unaletwa mabadiliko. Manake anakuondoa katika kile kitu ambacho ulizoea. Kwa hiyo hata sisi katika ile swala la under 25 si kwamba lilikubaliwa 100%. Kuna wengine bado wanaungulika mpaka sasa. Wakati tukisema tunaanzisha mechi za kuchezwa saa 9, kuna watu wanasema mapema sana. Lakini ukiangalia misimu imepita tumeweza kuzoea. Kwa hiyo kitu chochote ambacho kinafanywa kama mabadiliko naamini kinaletwa kuboresha. Kwa hiyo tumeona kwamba mabadiliko yaliletwa na zilielezwa ile sheria kwa nini, na shirikisho la soka duniani FIFA kwa nini wameleta zile sheria, na ukiangalia vilabu vingi ama nchi nyingi zimeanza kutii. Tuliona kwamba kuna kadi iliyotolewa, maana walisema kwamba kama unazungumza na mchezaji mwenzako upaswi kujiziba mdomo, na kuna mtu alijiziba mdomo na kadi ikapeana. Kwa hiyo kwa sababu gani? Kumbuka wakati wa nyuma alikuwa tunaambiwa kwamba kuna maneno kama unakumbuka kisa ambacho kilifika Zinedine Zidane ule wakati wa nyuma, kwamba watu wanasema kwamba alitamkiwa hivi, alitamka hivi. Ukiangalia katika ligi ya Spain na Utaliano kumekuwa na kwamba kuna matamshi mabaya yale ambayo wachezaji wanaambiwa. So ukiacha bila kufunika, tunaweza jua kwamba yule alimtukana Rashid, yule alizungumzia vibaya kuhusu maumbile yake, kuhusu kabila yake, kuhusu nini, ili tuondoe ile hooliganism. Football itolewe, football iwe ni mchezo wa kutuunganisha. Kwa hiyo nafikiri haikuletwa kwa sababu hawataki watu wazungumze. Zungumza tuone, kwa sababu kupitia mdomo wako unapotoa matamshi utajua kama wewe umetamka kitu kibaya ama vipi. Kwa hiyo nafikiri ni jambo zuri tu la kujaribu kuhakikisha kwamba tunaondoa nafasi ya uhuni, maana yake uhuni haufai katika mpira. So watu wazoee tu, na pia ile kwamba unataka kwenda kupoteza muda. Unajua kuna zile tactic nasema kwamba kidogo poteza time, watakaurushe, wachukua time, ni pia inaendelea kwamba tusi waste time, ngoma ichezwe. Hii sheria zingine za kwamba kuna ile cooling break ni ukulata huko nyumbani, unaweza kwenda kupata mechi mahali jua linawaka. Watu wanapewa nafasi kwa sababu kuna maisha baada ya mpira. Mfano mtu akianguka pale wakati pengine jua ndio limefika hapa, mpira utaendelea kweli? Kwa hiyo ni sababu ambazo ukiangalia zina mantiki ndani yake. So watu washabikie mpira. Naam, lulu ni nadra. Lulu ni adimu. Lulu ni jiwe lenye thamani kuu, na nina imani kwamba katika jamii yako, jamii ya wakazi wa Mombasa, kuna lulu ndani yake. Lakini lulu ni akina nani? Kila mmoja ni lulu ndani ya jamii. Ima unafanya kazi ya kupika, ima wewe ni daktari, ima wewe ni rubani, ama ima wewe ni muuza mitumba, ama pia vile vile unasukuma rukwama. Lakini wakati umefika kuweza kukutambua wewe, kukuthamini wewe, kukushukuru wewe, na mbali ya yote ni kwamba kukuzawadi wewe kama lulu ya jamii. Hivi karibuni tutakuletea usiku wa lulu ya jamii. Wewe mwanamke, lulu ni yako, usizubae.